Kwa majina naitwa Mhandisi Geoffrey Watson Magila, ni mhandisi wa TARURA wilaya ya Mbeya. Tupo katika barabara ya Ilembo Mwala Sapanda ambayo ina urefu wa kilomita 15. Mradi huu una thamani ya bilioni 1 na milioni 257. Mradi huu unaunganisha kati ya wilaya ya Mbeya vijijini na wilaya ya Ileje. Hatua ya utekelezaji mpaka sasa tumefikia 35%, ambapo tumefanikiwa kufanya kwanza kwa kuweka tuta. Mpaka sasa tumefikia kilomita 12.2. Tumebakiza kilomita 1.8 ili kuweza kufanikisha kutekeleza mpaka mwisho wa barabara hii. Lakini tunatarajia pia kuendelea na kazi ya uwekwaji wa tabaka la kifusi katika barabara hii zote kilomita 15 kutoka Ilembo mpaka Sapanda. Vile vile kutakuwa na kujenga makalavati, pipe kalavati katika sehemu ambazo zinahitaji, lakini pia tuna box kalavati moja katika barabara hii ambapo lililokuwepo limechoka, haliwezi kupitisha magari makubwa. Faida ambazo tunazipata kupitia mradi huu, mojawapo ni kurahisisha usafirishaji kutoka wilaya ya Mbeya vijijini mpaka wilaya ya Ileje ambayo iko mkoa wa Songwe. Usafirishaji wa mazao, lakini usafiri wa kirahisi kutoka kwa wananchi wa kata hii ya Mbeya vijijini na wilaya ya Mbeya vijijini pamoja na wilaya ya Ileje. Kwa kifupi, ziko faida zingine nyingi, lakini hizo ni miongoni mwa faida chache ambazo tutazipata kupitia barabara hii, hasa ikizingatiwa kwamba barabara haikuwepo, ni barabara mpya ambayo imefunguliwa. Kwa kama tunavyoona, wananchi wamefurahia na wameupokea vizuri mradi huu, na tutajitahidi kutekeleza kwa viwango vinavyohitajika kama matakwa ya kitaalamu yanavyohitajika. Lakini pia mradi huu utakuwa wa miezi 6, ambapo mradi huu umeanza kutekelezwa mwezi wa 6, lakini utakamilika mwezi wa 11. Lakini kwa spidi ya mkandarasi anayoenda nayo, tunaamini atakamilisha kabla ya miezi 6 na ametuahidi, na kwa kama tunavyoona mradi upo ndani ya mwezi mmoja, lakini umefika 35%. Kwa tunatarajia kutekeleza mradi huu kukamilisha hata kabla ya mwezi wa 11. Na dunia imefunguka. Sasa hii barabara hii kwa mtu ambaye alikuwa hajawahi kupita anaweza kufikiria barabara ilikuwepo. Hii barabara haikuwepo. Ilikuwa tunapita kwa shida kweli kweli. Ndio sababu mbele kule kuna ile mnaita nini? Excavator. Ndio linaanza kupasua, linatoa miti, linafanya nini. Halafu linafuata lile linaweka tuta. Halafu inafuata hiyo inashidilia. Sasa mahali tunakoenda bado kama kilomita 1.8 kutoka hapa, panaitwa Sapanda. Sasa kwa hapa kama sikosei, hapa patakuwa ni Santilia wapi? Hapa ni Santilia. Umeona eh? Hapa ni wapi? Santilia. Nafikiri ni kijiji cha Sanje kama sikosei. Hapa ni Sanje Santilia. Ukienda pale mbele ni Ileje. Ukienda mbele kidogo hapo Sapanda sasa ndio unaunganisha na Ileje. Ukitoka pale unaunganisha na Rwanda kule tulikotoka walipokuwa wamesimama hiyo gari pale. Ukitoka pale unaweza kwenda tunaita msituni. Ile barabara inaunganisha na wapi? Na Iswago. Sasa zote hizo tunaomba maombi yenu. Zote tunataka tuzitoboe. Yaani tunataka maisha ya huku yabadilike haraka mno. Kwanza sasa hivi tunafikiria tutawaletea na umeme. Lakini kuna shule yao iko karibu hapo, nimewaletea hela kama milioni 40. Magao shule shikizi. Magao nimewaletea hela. Zinakuja. Nina imani kwa Magao, nina imani labda kwa vile nilipokuwa nakuja huku niziacha nyuma ziwe zinanifuata. Kwa hiyo zitakuwa zimefika. Kwa vile na mimi nimeshafika, nazo zenyewe zitakuwa Sasa ndio tunataka tuibadilishe Tanzania, lakini tunaanza kuibadilisha na Mbeya vijijini. Watu watatushangaa
miaka michache inayokuja Mbeya vijijini haitakuwa hii. Barabara la lami lile nalo tumeshaanza, linatengenezwa kutoka Mbalizi mpaka Shigamba, na zitapigwa taa barabara karibu kila sehemu ya mji. Toka kule kwenye mji sijui Maganjo wanaita pale taa. Ukienda mbele kidogo sijui panaitwa nini pale? Isangati taa. Ukija mbele pale sijui wanaita nini? Itizi taa. Ukija hapo Nsheha taa. Ukija taa, ukija sijui Jojo kote taa. Ukija Ilembo ndio usiseme. Na tunakuja kuunganisha mpaka wapi? Shigamba. Na wenzetu wa kule nao wanataka Isongole, wanakuja wapi? Shigamba. Kwa hiyo kwenda Malawi sasa hivi itakuwa kama kwenda Mbalizi kutoka. CCM oye! Kazi yote hiyo ni ya Mama Samia. Na Mama Samia anafanya kazi kupitia kwetu. Kwa hiyo mbunge wenu, kama nilikuwa na deni, si nimelilipa jamani? Kuna kitu mnanidai? Nimeanza kuzaa mapacha. Sasa watu wengine wakiona ng'ombe anatoa sana maziwa ndio wanataka wakate kiwele wakale. Wapo wa aina hiyo. Kwa tunamshukuru sana. Kwanza tuwashukuru maoperator wetu, umefanya kazi nzuri. Nani yuko wapi katibu? Mtepa? Hebu apige 50,000 na wawili hao. Kwa majina naitwa Daudi Mbembela, natokea ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri idara ya utawala. Mradi huu wa barabara hii utaisaidia sana halmashauri. Kwanza utafungua shughuli za kiuchumi za wananchi, lakini pili, kama unavyoona kwenye eneo hili kuna uzalishaji mkubwa sana wa mbao. Kwa hiyo mbao zetu za wananchi kutoka katika maeneo haya zitaweza kusafirishwa vizuri na zitapata soko zuri, ambapo pia na sisi tutapata mapato yaliyoongezeka zaidi badala ya kwamba iende pembeni. Lakini pia itatufungulia fursa kutuunganisha na wenzetu wa Ileje na Rungwe pia. Kwa hiyo mradi mazao ya huku ya kilimo, lakini pia ufugaji ulioko huku, huduma za wananchi zitafikiwa kwa haraka, na pia wenzetu ambao ni majirani zetu wataweza kutumia hii barabara kuja kuleta bidhaa zao mjini. Kwa hiyo kama halmashauri nashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa fedha zaidi ya bilioni 2 katika barabara hii ambayo tangu uhuru haijawahi kujengwa. Kwa sasa ni mara ya kwanza. Kama unavyoona tunafurahi kama halmashauri, tunasema rais tunampongeza sana kwa jitihada ambazo anazifanya kuhakikisha kwamba halmashauri ya wilaya Mbeya inazidi kupata huduma zile za msingi kama hii miundombinu ya barabara. Hivyo tunamwaahidi tutaendelea kuilinda hii barabara na tutahamasisha wananchi wetu sasa waendelee kulima zaidi na kupanda miti zaidi, uhakika wa usafiri upo. Kwa jina naitwa Benedicto Mwa, ni mkazi wa Ilembo. Nashukuru kwa mheshimiwa kututengenezea barabara yetu tupate kusafisha mazao vizuri. Vile kuna mazao aina nyingi, kuna mahindi, kuna viazi. Itatusaidia pia kutoa magari. Yani hapa ilikuwa ni shida, yani shida ilikuwa ni barabara, mazao ni mengi ya kutosha. Kama nilivyoongea mzee wetu hapo nyuma wale hapo kwamba kuna mbao, miti mingi, nadhani unavyoiona wewe mwenyewe ni shahidi kwamba umeona hapo kwamba ni miti mingi ambao inatakiwa itoke ikajenge Mbeya mjini, Sumbanga, Tunduma, wapi humo. Shida ilikuwa ni kutoa tu barabara hii. Tunashukuru mbunge wetu kwa kutusaidia na pia kutuona jicho la pili, tunaendelea kutuangalia. Kwa majina naitwa Amos Wilson Mwasenga. Mheshimiwa, tunashukuru sana. Yaani tunashukuru, ila sasa sisi tuna deni kwako. Na deni hilo tutaliona wakati tutakapofika. Tutakulipa hiki ulichotufanya. Hatuna fadhila zingine zetu. Ni zaidi tu ya mitano tena. Kusema jamani sasa nimechoka. Waachie watu wengine labda kama kusema nimechoka. Sababu kwa kazi hizi hatuna haja ya kumbadilisha mtu mwingine. Mpaka wewe utakapokuwa. Tunaomba kubariki sana. Nashukuru sana. Na mimi umeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Nashukuru. Sababu kwa ardhi yani mpaka ardhi sasa Hamwara inalia, magreda yanavyopishana. Jina naitwa Mchungaji Patrick Williams Mwasire. Natokea kata ya Santiria, kijiji cha Pande. Kwa hii barabara
hii barabara itatusaidia sana, itawasaidia sana wakulima kwa ajili ya kusafirisha mazao. Maana hapo nyuma wakulima walikuwa wanapata shida kwa ajili ya kusafirisha mazao, maana barabara zilikuwa hazipitiki. Lakini leo hii naona itatuletea manufaa makubwa, hata wakulima watasafirisha mazao yao kwa urahisi. Na pia usafiri na pia mbao, yaani kwa ajili ya usafirishaji wa mbao. Maanake watu kama unavyoona kwamba kuna miti mingi, watu wanapasua mbao, lakini usafiri yani barabara zilikuwa mbovu na mbao zilikuwa ilikuwa shida kuziondoa, kuzipeleka kwenye barabara kubwa. Lakini leo hii tunaona itatusaidia sana, itawasaidia wakulima kwa ajili ya kusafirisha mazao. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mheshimiwa mbunge.